Karibu sana mwanahabari kupata kila aina taarifa zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka mbalimbali ya nchi za Afrika, hata zile nchi za Ulaya. Karibu sana, utakuwa nami nikikuletea taarifa ambazo zimetokea huko Hamas, ambapo Hamas udhibiti huko Gaza na inalenga washirika wanaodaiwa wakati usitishaji mapigano ukiweza kuendelea. Taarifa zaidi zimeweza kuthibitisha kwamba Hamas inasisitiza udhibiti wa sehemu za Gaza ambazo hazijakaliwa kwa mabavu na Israel wakati usitishaji mapigano ukiendelea, huku kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu usalama katika eneo hilo ikiwa kundi hilo litapokonywa silaha. Vikosi vya usalama vya ndani vya Hamas vilipigwa picha kwenye mitaa ya jiji la Gaza siku ya Jumamosi, na kumekuwa na ripoti nyingi za mapigano kati ya kundi hilo na koo zinazolipinga katika siku za hivi karibuni. Idadi ya washirika na watoa habari walikamatwa na kukamatwa katika jiji la Gaza baada ya kuthibitishwa kwamba walihusika katika ujasusi wa adui pamoja na kushiriki katika mauaji ya wanachama kadhaa wa upinzani Palestina Home Front. Idhaa ya Telegram yenye uhusiano na Hamas ilisema Jumapili vyombo vya usalama na upinzani vinaendesha kampeni kubwa katika maeneo yote ya ukanda wa Gaza kutoka kaskazini hadi kusini kutafuta na kuwakamata washirika na watoa habari, iliweza kusema hivyo. Video iliyosambazwa na chaneli za Telegram zinazoshirikiana na Hamas siku ya Jumamosi ilionyesha mshirika anayedaiwa kupigwa katika eneo lisilojulikana. Video nyingi za mitandao ya kijamii zilionyesha wafanyakazi wa Hamas wenye silaha na waliofunika nyuso zao wakitembea katika soko la barabarani katika jiji la Gaza, na Wizara ya Mambo ya Ndani inayosimamiwa na Hamas ilishiriki picha za maafisa wakiwa na bunduki na kofia za besiboli zilizosomeka polisi katika jiji la Gaza wakitangamana na wenyeji. Hata hivyo, Hamas kwa muda mrefu wameshikilia mshiko wa chuma juu ya Gaza ambao uliendelea hata katika vita. Shirika la habari limeripoti juu ya Hamas kuwanyonga na kuwalemaza wanaodaiwa kuwa waporaji, ishara ya kundi hilo kuendelea na mamlaka licha ya kuzoofishwa na Israeli. Wizara ya Mambo ya Ndani ilithibitishwa na Hamas imetangaza msamaha wa wiki nzima kuanzia Jumatatu kwa wanachama wa magenge ya uhalifu wanaohusika katika umwagaji damu na hali ya mauaji. Hayo yakijiri, lakini udhibiti wa Hamas dhidi ya Gaza umepigwa na koo kadhaa katika miezi ya hivi karibuni, haswa kusini. Baadhi ya makundi hayo yamepata ulinzi kutoka kwa jeshi la Israel. Idhaa za mitambo ya kijeshi zenye uhusiano na Hamas ziliripoti mapigano katika eneo la Sabra katika mji wa Gaza kati ya familia mashuhuri na vikosi vya usalama, ambapo Muhammad Imad Akor, mtoto wa kamanda mkuu wa jeshi la Hamas, aliuawa. Vikosi vya Hamas vilizingira mtaa wa familia Dagmosh siku ya Ijumaa usiku. Vyanzo vya habari vilisema kwamba wanafamilia kadhaa wameuawa na idadi kubwa ya watu waliojifunika nyuso zao walikuwa na silaha walikuwa wamesambazwa karibu na hospitali ya Jordan katika jiji la Gaza. Kusini mwa Gaza, kundi linalopinga Hamas linalojulikana kama Popular Force limekataa kuweka silaha chini. Kundi hilo limekuwa likijihusisha na kusindikiza shehena za misaada na limeipinga hadharani Hamas, ambayo nayo imesema itakabiliana na kile kilichokiita genge la uhalifu. Mmoja wa makamanda wake, Hussam al-Astar, amechapisha kwenye Facebook Jumamosi kwa panya wote wa Hamas mahandaki yenu yameharibika, haki zenu hazipo tena, tubuni kabla haijachelewa. Hakuna Hamas kuanzia leo na kuweza kuendelea.
Tunatarajia kuwa mbadala wa Hamas, Al-Astar, aliwaambia mtandao wa Israel kwamba wanajitolea kwa vita vya kisaikolojia na watatumia nguvu zao zote kudhibitisha kwamba hakuna chaguo jingine katika ukanda huo isipokuwa wao. Hata hivyo, wanachama wa Popular Force wanadhaniwa kuhama nyuma ya kile kinachojulikana kama mstari wa njano ndani ya kusini mwa Gaza, ambako majeshi ya Israeli bado yapo. Maswali ambayo hayajatatuliwa ni kwamba haijulikani jinsi usalama wa polisi watafanya kazi huko Gaza katika wiki za miezi ijayo. Israeli kwa muda mrefu imekuwa ikitaka Hamas kupokonya silaha, lakini kundi hilo limepinga hili. Mpango wa amani wa Israeli wa Marekani Donald Trump mwenye vipengele 20 ulichapishwa wiki iliyopita unasema kuwa mwanachama wa Hamas anajitolea kuishi pamoja kwa amani kuacha silaha zao watapewa msamaha. Pia imesema kutakuwa na mchakato wa kuondoa kijeshi Gaza chini ya usimamizi wa wachunguzi huru, ambayo itajumuisha kuweka silaha za kudumu zaidi ya matumizi kupitia mchakato uliokubaliwa na kusitisha. Katika nafasi ya Hamas, kulingana na mpango wa Trump, kikosi cha kimataifa cha kuimarisha utulivu ISF kitatumwa mara moja Gaza na kitatoa mafunzo na kutoa msaada kwa vikosi vya polisi vya Palestina vilivyohakikiwa. Lakini maelezo muhimu ya kikosi cha usalama na utaratibu wa usimamizi wa kimataifa uliopangwa bado haujafanyiwa kazi zaidi ya pointi zisizo wazi za mpango wa awali. Katika uhalisia mgumu wa hali ya sasa ya Gaza, kikosi kama hicho kinaweza kuchukua miezi kadhaa au zaidi kuanzishwa, hasa katikati ya mgogoro wa kibinadamu na uhalifu mkubwa wa majengo pamoja na miundo mbinu. Lakini hata hivyo, usambazaji wa ISF katika idadi zinazohitajika itabidi kutokea kwa muda fulani na itakuwa changamoto kubwa ya vifaa. Kulingana na taasisi ya wataalamu yenye makao yake makuu London, Chatham House, masuala ya uratibu, mwelekeo na udhibiti wa mradi ambao haujajaribiwa wa kimataifa wa kiwango kinachohitajika pia atakuwa ya kutisha, ilisema wiki iliyopita. Majeruhi miongoni mwa polisi wa Gaza wakati wa mzozo wa miaka miwili wamechangia kuzorota kwa usalama, huku uporaji wa misaada ukiwa ni jambo la kawaida. Jordan na Misri zinatarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika kutoa mafunzo na kusimamia jeshi jipya la polisi, lakini haijajulikana ni lini kikosi hicho kitaanza kushika doria katika mitaa ya Gaza na iwapo vikosi vya usalama vya ndani vya Hamas vitatoweka pindi kitakapotoweka. Nikushukuru sana wewe ambao umeendelea kuungana nami kupata taarifa mbalimbali zile ambazo zimeweza kutokea duniani katika kona yoyote ya dunia. Taarifa hizi tumeweza kusogezea hapa kutoka huko Israel na Hamas na yale ambayo yameweza kujiri huko. Sahau kusubscribe, share, like na kucomment. Ulikuwa nami kutokea hapa, sina la ziada, nikwage na nikutakia siku njema. Bye bye.